Hebu fikiria kiongozi anayejenga nchi yake kwa miradi mikubwa, lakini dunia nzima inamtazama kama dikteta katili. Huyu ndiye Muammar Gaddafi, mtu aliyeitawala Libya kwa zaidi ya miongo minne. Lakini swali la msingi ni, tunamkumbukaje hasa? Ni shujaa au ni mhalifu? Miaka 42. Yaani, hebu itafakari hiyo namba kidogo. Ni muda mrefu sana. Kwa kipindi chote hicho, kuanzia mwaka 1969 mpaka 2011, mtu mmoja tu ndiye aliyekuwa na kauli ya mwisho nchini Libya, Muammar Gaddafi. Okay, ili tumuelewe huyu mtu, jinsi alivyoweza kushika nchi kwa muda wote huo, inabidi turudi nyuma kabisa. Tuangalie mwanzo wake. Nani hasa alikuwa Muammar Gaddafi kabla ya kuwa Gaddafi tunayemjua? Unajua, Gaddafi hakuzaliwa kwenye maisha ya kifahari. La hasha. Alizaliwa kwenye hema katikati ya jangwa. Familia yake ilikuwa ya wafugaji wa kabila la Bedouin. Hali hii ilimjenga sana. Na alipokuwa kijana, akapata role model wake, Gamal Abdel Nasser wa Misri. Alivutiwa sana na ile ndoto yake ya kuunganisha ulimwengu wote wa Kiarabu. Sawa, sasa swali linakuja. Huyu kijana kutoka jangwani aliyekuwa anamwangalia Nasser kama shujaa wake, alifanyaje hasa kufikia hatua ya kuipindua serikali na kuwa kiongozi wa nchi nzima? Hapo ndipo stori inaponoga. Yaani, safari yake ilikuwa ya kasi ya ajabu. Fikiria, kutoka maisha ya jangwani akagundua njia ya mkato ya kupata ushawishi, jeshi. Alipojiunga tu miaka 1960, haikuchukua muda mrefu akapanga mipango yake. Na kila kitu kikafikia kilele mwaka 1969. Na huo ndio ukawa wakati wake. Akiwa na miaka 27 tu, afisa mdogo tu jeshini ambaye hakuna aliyemjua sana, akaongoza mapinduzi. Na mapinduzi yenyewe hayakuwa hata na umwagaji damu. Ghafla tu ndani ya usiku mmoja, ufalme ukaanguka na Libya ikapata bosi mpya. Basi, sasa ameshika nchi, ana mamlaka yote. Alitaka kuijenga Libya ya aina gani? Hapa sasa ndipo hadithi ya Gaddafi inapoanza kuwa, tuseme, ngumu kuelewa. Inakuwa na pande mbili zinazopingana kabisa. Alikuja na mfumo wake wa kipekee kabisa wa siasa, alioita Jamahiria. Sasa kimsingi neno lenyewe linamaanisha utawala wa watu. Yaani, wazo lilikuwa kwamba wananchi wenyewe ndio wajitawale kupitia kamati zao za mitaa. Kwenye karatasi ilionekana ni wazo zuri sana la kimapinduzi, lakini uhalisia ulikuwa tofauti kidogo. Na ili kuhakikisha kila mtu anafuata mstari wake, aliandika kitabu chake maarufu, Kitabu cha Kijani. Hiki sasa hakikuwa kitabu cha kawaida, ilikuwa ni kama katiba na wakati huo huo mwongozo wa maisha kwa kila Mlibya. Ilikuwa ni sheria kukisoma na kukifuata. Na hapa sasa ndipo tunapoziona zile sura mbili za utawala wake waziwazi. Kwa upande mmoja, alikuwa kweli mjenzi. Alichukua utajiri wote wa mafuta ya nchi na akautumia kujenga hospitali, shule, huduma za bure kwa wote. Lakini kwa upande mwingine, mkono wake ulikuwa wa chuma. Aliminya upinzani wote bila huruma. Na pia aliingia kwenye migogoro mikubwa sana na nchi za Magharibi. Kwa miongo minne mizima, utawala huu wa sura mbili ulionekana kama hauwezi kutikisika, imara kabisa. Lakini kama tunavyojua, hakuna ufalme unaodumu milele. Sasa, hebu tuone jinsi jengo hili lote lilivyoanguka kwa kishindo. Ilipofika mwaka 2011, upepo mkali wa mabadiliko ukaanza kuvuma kote Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Watu wakauita Arab Spring. Ilikuwa ni kama moto wa nyika, ukiangusha watawala mmoja baada ya mwingine. Na hatimaye, ule upepo ukawasili Libya. Wananchi wakaingia mitaani. Na mambo yalikwenda kasi sana, kasi ya kutisha. Yaliyoanza kama maandamano ya amani, haraka sana yakigeuka kuwa vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe. Nchi ikasambaratika. Na Gaddafi, yule kiongozi aliyekuwa anaogopwa, sasa akawa nasakwa kama mkimbizi. Mwisho wa yote ukafika tarehe 20 Oktoba 2011. Safari yake ikakomea hapo. Muammar Gaddafi alikamatwa na kisha kuuawa, tena katika mji ule ule aliozaliwa wa Sirte. Baada ya miaka 42, enzi yake ilikuwa imefika mwisho wake kikatili. Sasa, baada ya yote haya, miaka 42 ya utawala, maendeleo, ukandamizaji, vita na mwisho ule mbaya. Tunasema nini kuhusu Muammar Gaddafi leo? Urithi wake ni upi hasa?
Ukweli ni kwamba hakuna jibu rahisi. Kuna kama hadithi mbili zinazopingana. Kuna upande unaomwona kama shujaa, kiongozi aliyechukua utajiri wa mafuta na kuwapa wananchi wake. Lakini kuna upande mwingine unaomwona kama dikteta katili, aliyeng'ang'ania madarakani kwa gharama yoyote ile. Na hili ndilo swali gumu ambalo historia ya Gaddafi inatuachia. Je, unapima ukubwa wa kiongozi kwa vitu wanavyojenga kama barabara na hospitali, au unampima kwa uhuru wanaowanyima watu wake? Ni swali ambalo hadi leo hii bado linazua mjadala mkali.